رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان. Nikukaribishe katika kipindi cha Marhaban ya Ramadhan. Tutaangazia namna ambavyo Waislamu kutoka mkoa wa Singida walivyojiandaa kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Utakuwa nami na nahodha wako Ramadhan bin Limu katika matukio mbalimbali ambayo nitakuletea katika kipindi hichi. Nikuombe tu kaa karibu na TV yako hadi pale nitakapokuambia tamati katika kipindi hichi. فيك الأماني والمودة تلتقي وتعبق الأرواح بالقرآن. Na safari ya Marhaban ya Ramadhan katika mkoa wa Singida inaanza kuzungumza na Waislamu kutoka kata ya Minga, manispaa ya Singida, ili kutazama wao wana maandalizi gani kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhan. رمضان وترتقي الأهداف. Ismi jina langu naitwa Saumu Ramadhani Muhammad. Nimetoka shule ya sekondari Muhanga. Nimejipanga vyema kuhusu Ramadhani na naomba Mungu Ramadhani tufikie salama. Nimejipanga vizuri siku ya Ramadhani na naomba Mwenyezi Mungu inshallah nipokee Ramadhani vizuri, na naomba niombee wazazi wangu waendelee kupata maisha mema. Kwa jina naitwa Farida Juma, natokea Minga. Na upokea mwezi wa Ramadhani kwa furaha. Naomba Mungu anisaidie tufunge kwa salama, tumalize kwa salama, tuishi kwa wema, tuwe karibu sana na Mungu. Tumche sana Mungu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Napenda kutoa salamu kwa kakaangu kipenzi akiwa naitwa Lala Kiminja akiwa pale Mandewa. Napenda kutoa salamu kwa mtoto wangu Hashimu akiwa pale Mandewa. Napenda kutoa salamu kwa mtoto wangu Zamra akiwa pale Mandewa. Tufunge Ramadhani tuwe karibu sana na Mungu, ni mwezi wa muomba Mungu. Kwa majina naitwa Mariam Ramadhani. Naishi mtaa wa Itungukia, Minga, kata ya Minga, Singida, Tanzania. Pindi unapofika mwezi mtukufu wa Ramadhani, Waislamu kwanza tunatakiwa tuwe na mioyo safi, tuzidishe ibada kwa wingi, tusaidie maskini, tutoe sadaka, tufunge mwezi mtukufu wa Ramadhani, tusome Qur'ani kwa wingi. Maana mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kuchuma mema, mwezi wa kufanya toba. Kwanza kabisa napenda kuwasalimia wazazi wangu wapo Mdida. Pili, napenda kutoa salamu kwa familia yangu yote ambao wapo Minga. Tatu, napenda kuwasalimia Waislamu wote. Kwa majina naitwa Fatuma Rajab Sala, vile vile ni mkazi wa Minga na ni naibu Amirati Jai mkoa wa Singida. Vile vile mama zangu watukufu wa Kiislamu pamoja na watoto wetu, mwezi wa Ramadhani unakuja. Tujiandae na mwezi huu wa Ramadhani, tufunge, tunapokuwa na vinyongo tusameheane, tuwalee mayatima na tuweze kuwasaidia mayatima na wajane, tuondoe vinyongo katika nyoyo zetu, tuweze kusameheana pale tulipokoseana. Ama kwa hakika unapomsamehe mwenzako basi na Allah Subhanahu wa Ta'ala atakusamehe wewe. Sio wewe unakula nyumbani kwako na watoto wako, haujui yatima yule amekula nini. Inapofika mwezi wa Ramadhani unamalizika, tunajiandaa sisi na watoto wetu, ama kwa hakika hatujajua wale wamejiandaa nini na watafuturu nini na watakula nini siku ya Idi. Ama kwa hakika tuweze kulikumbuka kundi lile limesahaulika katika jamii. Sisi kama wakina mama wa Masjidil Mu'minina na kundi la Ijumaa na Jai pia tutaweza kushikamana ili kuwasaidia japo kwa kichache wale mayatima na wajane. Tunaomba na taasisi zingine ziweze kuungana na sisi wakina mama wa Minga wa Masjidil Mu'minina pamoja na Jai mkoa wa Singida, tuweze kuyatazama makundi haya.
Ama kwa hakika makundi haya yamesahaulika sana katika jamii. Napenda kutuma salamu ya kwanza kwa mume wangu mpendwa Juma Selemani Ngodu. Salamu za pili napenda kutuma kwa kina mama wote wa Kiislamu wa mtaa huu wa Minga, tuendelee kushirikiana. Salamu ya tatu napenda kutuma katika jumuiya ya JAI na TAMSI ya mkoa. Napenda kutuma salamu hizi. Ujumbe wangu, tujiandae na mwezi mtukufu wa Ramadhani na tusameheane pale tulipokoseana. Kwa jina naitwa Zainabu Amri, jina maarufu naitwa Mama Zai, naishi Minga. Ndugu zangu, usia wangu mimi nimesimama hapa kwa kuhusia Waislamu wote. Mwezi mtukufu wa Ramadhani tunaomba tuupokee kwa mikono miwili. La pili, tufuturishane Waislamu. La tatu, tutembeleane Waislamu. La nne, jamani ndugu zangu, na wahusia tuwatembelee mayatima. Wapo wamezagaa mitaani, wajane wametapakaa mitaani. Tufanye huruma kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema ukifanya wema umefanya ibada. Napenda kutuma salamu mimi nikianza na mume wangu anaitwa Hassan Hamisi, anapatikana Minga Sekondari, lakini akifanya makazi yake soko kuu la kuku mjini. Mtu wa pili napenda kutuma salamu kwa Waislamu wote wa Singida na nje ya mikoa, wote Waislamu wapokee mwezi mtukufu wa Ramadhani. La tatu napenda kutuma salamu kwa familia yangu, ndugu zangu wote popote pale walipo na marafiki na majamaa, waupokee mwezi mtukufu wa Ramadhani. La nne napenda kutuma salamu zangu zote kwa mashehe wote wa Singida na nje ya mji. Mwenyezi Mungu wazidi kuwapa afya, watuombee dua na baraka ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mimi naitwa jina langu Sheikh Ramadhan Shabani Mfigo, ni shehe wa kata ya Minga, kwamba hapa ndani ya mbele yetu tuna mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini na imani kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala, maandalizi yangu ama baadhi ya watu wangu wamejiandaa rasmi kwa ajili ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa ajili kuingia katika ibada kubwa, ibada ambayo mwezi ambao inakuwa ni nusura kwao kuwatoa katika madhambi aliyokuwa zamanao, inakuwa ni msaada wa kupata nusura kwa kule tu kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambaye inakuwa ni sababu kama itakuwa tumefunga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa imani na kuzingatia mipaka ya mwezi wa Ramadhani na kila kitu chake, tutategemea malipo Allah subhanahu wa ta'ala atatulipa na atatusamehe madhambi yetu kama itakuwa tumefunga Ramadhani kwa imani na tukitegemea malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kikubwa tunamuomba Mwenyezi Mungu atupe afya, atuondolee maradhi, atupe nguvu na afya, tuweze kupokea huu mwezi wa Ramadhani vizuri, tuweze kufunga huu mwezi mtukufu vizuri kwa furaha na salama kwa msaada wake Allah subhanahu jalla ula. Na vile vile tunatoa salamu kwa kijana wangu anaitwa Ibrahim Ramadhani Shabani Mitigo, na kwa ndugu yangu mwingine Sheikh Othman Kaporo, na kwa ndugu yangu mwingine natoa salamu kwa Sheikh wa mkoa Sheikh Isa Nasoro. Usia wangu ndugu zangu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kikubwa tujitahidi sana kushikamana na ibada, hasa mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kulinganiana katika mambo ya kheri na kusameheana. Yote tuliofanyiwa tuyasahau, tujue hii ni mitihani Mwenyezi Mungu, yasahau na tufanye ibada zetu kwa ajili ya Allah. Mungu atatulipa malipo yaliyokuwa mema. Tusameheane yote ambayo itakuwa tumetalifiana nayo. Baada ya kuzungumza na Waislamu kutoka kata ya Minga, Mahasin TV ikapata nafasi ya kuelekea hadi shule ya sekondari Al-Azhar iliyoko hapa manispaa ya Singida ili kutazama mitazamo yao kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhan. Twende tuwasikilize kwa pamoja. Kwa jina naitwa Failuna Maulidi Ali, nasoma shule ya sekondari Al-Azhar. Kwa upande wangu mimi kama mimi nimejipanga katika kupokea mwezi wa Ramadhani. Nimejipanga kwa kufanya sana ibada
kwa kufuata yale maamrisho yote aliyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na kuacha yale makatazo yote aliyotukataza. Kitu cha kipekee kilichopo katika mwezi wa Ramadhani ambacho nikikomaa nacho au mtu Muislamu yeyote akikomaa nacho hawezi kukosa zile fadhila za mwezi wa Ramadhani ni kusoma Qur'ani kwa sana. Salamu ya kwanza imfikie baba yangu mzazi Mzee Maulid Ali Kinungu akiwa Singida. Salamu ya pili imfikie kaka yangu kipenzi Ali Maulid Ali. Na salamu ya tatu iwafikie ndugu zangu wote Waislamu wote. Naambia tujitahidini sana kufanya mema ndani ya mwezi huu wa Ramadhani na tuzidishe sana kuisoma Qur'ani. Nimejiandaa vizuri kuipokea Ramadhani kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani, enyi mlioamini mmeladhimishwa kufunga au mmefaradhishiwa kufunga kama walivyofaradhishiwa wale waliokuwa kabla yenu. Nimejiandaa vizuri na Ramadhani kwa sababu Allah anatueleza ndani ya Qur'ani kuwa lengo la Ramadhani ni ili tupate kumcha yeye Mwenyezi Mungu. Salamu ya kwanza natoa kwa wazazi wangu wote, na salamu ya pili natoa kwa ustazi wangu anayeitwa Said bin Juma anayepatikana Singida. Na shukrani ya tatu natoa kwa walimu wote wanaopatikana shule Al-Azhar Islamic Secondary. Kwa majina naitwa Nasra Suleiman Nasr, ni mwanafunzi wa Al-Azhar Secondary School. Nimejiandaa kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kufunga, kufanya ibada na kuzidisha kusoma Qur'an. Salamu ya kwanza namtumia babangu kipenzi Suleiman Nasr Suleiman aliyopo Zanzibar. Salamu ya pili mamangu kipenzi aliyoko Zanzibar, Mwana Hamisi Suleiman Mwangi. Na salamu ya tatu Waislamu wote. Majina naitwa Rashid Ali Rashid, ni mwanafunzi wa Al-Azhar Secondary ipo Singida mjini. Na Ramadhani ni kama zawadi kwa mja. Ramadhani inakuja na zawadi nyingi, ikiwemo mja kufutiwa madhambi yake, ikiwepo mja kusamehewa na kubakia kama alivyozaliwa. Ramadhani pia inakuja na zawadi kubwa ya Lailatul Qadr ambayo inapatikana katika 10 la mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Kwanza kabisa ningependa kutoa salamu kwa wazazi wangu waliozaa na kanilea mpaka hivi sasa niko hapa. Salamu ya pili ningependa kutoa kwa ndugu zangu wa mafamilia yangu, wadogo zangu pia na wakubwa zangu. Salamu ya tatu ningependa iende moja kwa moja kwa Waislamu wote duniani. Kwa jina naitwa Isa Ali Slim, ni mratibu wa taasisi ya JAI mkoa wa Singida. JAI ni taasisi ya kidini yenye kazi zifuatazo. Moja, tunahudumia wagonjwa walioko mahospitalini na wagonjwa walioko majumbani. Ni pia tunahudumia wafungwa walioko magereza, lakini pia mahabusu kwa kuwapa mahitaji muhimu yale ya kibinadamu, ikiwemo chakula, mavazi na mahitaji mengineyo. Lakini taasisi ya JAI pia inajihusisha na uchangiaji wa damu hasa kwa ajili ya wagonjwa, tukitambua kwamba damu haina shamba. Taasisi ya JAI imejikita pia katika kusaidia watoto yatima. Mpaka sasa taasisi ya JAI inahudumia watoto yatima wasiopungua 42 katika mkoa wa Singida. Sambamba na hilo, niombe sasa jamii kuelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tutambue umuhimu wa kuhudumia makundi haya muhimu, ikiwemo wagonjwa, wafungwa, lakini pia watoto yatima.
Tunao watoto yatima pia ambao wako mashuleni na wengine wanasoma katika shule za bweni. Kwa hivyo tunayo kila sababu ya kuhakikisha kwamba watoto hawa tunawafikia na kuwapa mahitaji yao muhimu, ikiwemo pia chakula kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, hasa katika sehemu hii ya iftari, ili nao pia waweze kufurahika kama wanavyofurahi wengine, hasa wale watoto wetu ambao tuko nao kwenye majumba yetu. Wanafurahi na sisi kwa sababu wazazi wao tupo. Kuna makundi hili la watoto yatima na wale wanaoishi katika mazingira hatarishi pia wana haki ya kufurahi kama sisi tunavyofurahi na watoto wetu. Kwa hiyo niombe jamii ya Waislamu kwamba kuelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, moja ya mambo ambayo yanapaswa tuweze kuyafanya ni pamoja na kuhudumia haya makundi muhimu. Lakini tusisahau kitengo hiki muhimu, kitengo cha wagonjwa. Wako wagonjwa ambao hawana ndugu, wagonjwa wengine wametelekezwa mahospitalini, lakini jai tumebeba jukumu hilo la kuweza kuwasaidia hawa. Kwa hiyo kubwa zaidi tunaomba mtusaidie katika mahitaji yale muhimu, ikiwemo chakula kama vile mchele, sukari, mafuta, unga kwa ajili ya uji au kile ambacho utakachokuwa umejaliwa ndugu yangu Muislamu. Kwa hivyo niombe jamii ya Waislamu waone umuhimu wa ujio wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini watambue kwamba ni kutekeleza amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika nguzo ya 4 katika Uislamu. Awali ya yote nitoe salamu zangu za dhati kabisa kwa mama yangu mzazi Zuhura Ali aliyoko Mtwara, lakini pia nitoe salamu kwa familia yangu iliyoko Singida. Ni waombe pia waendelee kufanya maandalizi ya dhati kwa ajili ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuendelea kufanya ibada mbalimbali. Kipekee niwape salamu staff members, timu yangu na kufanyia kazi shule ya sekondari Al-Azhar, walimu na wale watumishi wengine ambao sio walimu, na wapa salamu nyingi sana. Zaidi na waomba nao tujiandae kwa ajili ya kufanya ibada katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Miongoni mwa misikiti ambayo ni nembo ya mkoa wa Singida ni msikiti wa Taqwa ulioko katikati ya mji wa Singida. Mahasin TV katika kipindi chake cha Marhaban ya Ramadhan ikapata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya waumini waliokuwepo ndani ya msikiti huu, sambamba na uongozi wa BAKWATA pamoja na uongozi wa msikiti. Natokea maeneo ya Kondoa katika mkoa wa Dodoma, lakini sehemu moja inaitwa Thawi Madukani. Na kitongoji ninayotokea ni Boolo. Kuna sehemu mbili naishi, sehemu ya Boolo na Njia Panda. Kwa ufupi pengine, kwa sababu tunao kwamba sisi Waislamu muandamo mwezi wa Ramadhani inawezekana kuanzia kesho kutwa. Inawezekana kwamba tayari muandamo utakumeshaonekana. Lakini ningeomba Waislamu kwamba tujitahidi sana, kwa sababu sisi Waislamu inatakiwa hasa tupokee mwezi huu, kwa sababu ni mwezi hasa tulipewa sisi ili tuweze utubu yale ambaye pengine tuliyokosea ndani ya miezi hii ambayo iliyopita. Ningesema labda yarei lo ila ohantabu ti'iko Ramadhani illa tsegantabu kwa ajili la thoman thawabu tilal ali limusamihin makosarora ambaye kakosman. Nimesema kwamba tupokee mwezi wa Ramadhani vizuri, tufunge vizuri, ili yale makosa yetu tuliyofanya Mungu atuhurumie na atusamehe. Bwana, kwanza naomba niwasalimie mke wangu Asha Muhammad Bai akiwa hapo Thawi Boolo, na mwingine wa pili naomba nimsalimie mke wangu wa pili anaitwa Ashura Huseni Oye akiwa hapo Njia Panda, na wengine ambaye yuko ndugu yangu anaitwa Adam Safiri, alafu kuna Mursali Kaura na wengine wale wote wananijua. Naitwa Saidi Ali Mangola, katibu wa baraza la mashekhe mkoa wa Singida. Kwanza kabisa tunamshukuru Allah tabaraka wa kule kutuweka mwaka mzima mpaka tukafikia sasa hivi tunaendea katika mfungo wa mwezi wa Ramadhani wa mwaka 1446. Hili pekee ni la kumshukuru sana Allah tabaraka. Katika safari yetu yote tangu Ramadhani ya mwaka jana mpaka hivi leo, kuna wenzetu wapo walofia njiani
na kuna wenzetu katikati hapa tulikuwa nao majuzi, mwaka jana, miezi mitatu miwili mpaka jana, lakini sisi bado Mwenyezi Mungu anatudiriki kutupa afya na kwa bahati nzuri zikiambatana na uhai wake. Sasa tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakati tunaendelea kwenye haya masiku machache tilikali ayami, masiku machache hivi tutatumbukia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunachoomba, mimi binafsi nimejipanga katika kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia tufanye kazi kubwa ya kulishana utari kwa uzuri, lakini pia tupendane. Lakini pia ni mwezi wa toba, watu kufanya toba, watu kusameheana katika makosa, lakini pia watu kupendeleana vyakula katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa majina naitwa Ustadhi Suleiman Mrisho Hussein, ni miongoni mwa walimu wa masjidi hapa Taqwa. Na tukiwa tuko kwenye masiku machache kabisa, muda sio mrefu tutaingia kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi mtukufu, ni mwezi ambao kila Muislamu anatakiwa aupokee kwa namna yake. Awe ni mtu ambaye yuko tayari kuishi na watu vizuri, kuwa mkarimu, kuwa mpole, lakini vile vile kuhakikisha anaishi na watu vizuri, hususan katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Ni mwezi ambao imeteremka Qur'ani. Hivyo sasa mwezi huu Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia afdhalu ibadati ummati tilawatul Qur'an, kwamba ibada bora kabisa kwenye umma wangu ni kuisoma Qur'ani. Kwanza kabisa ni waombe Waislamu wote kwa pamoja katika kuelekea huu mwezi mtukufu wa Ramadhani tujiandae kikamilifu kwa ajili ya kupokea kwa ibadati mbalimbali. Kwa kuswali swala ambazo zinapatikana ndani ya Ramadhani hazipatikani miezi mingine. Kuna swala inaitwa swala ya tarawih, lakini kuna kuzidisha kuisoma Qur'ani. Qur'ani tumeambiwa tuisome sana miezi yote, lakini Ramadhani ikifika tunaambiwa kwamba tuzidishe sana kuisoma Qur'ani, kwa sababu Qur'ani ni ibada iliyo bora zaidi kwenye umma huu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa Waislamu wa Singida, sisi kama viongozi, sisi kama waumini wa Masjidi Taqwa tumejiandaa kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa ibada mbalimbali, kwa kufunga, kwa kuswali ibada za faradhi na za sunna, na kwa kuhakikisha tunatendeana mema, kufuturishana na kuwa wakarimu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Walillahi alhamdu, kwa hilo tumejiandaa vizuri. Kwa ni waombe Waislamu na watu wote kwa ujumla tupokeeni mwezi wa Ramadhani kwa namna kama hiyo. Tuwe katika sharia ambaye ametuelekeza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao Mtume anasema kwamba ukiingia mwezi wa Ramadhani basi milango yote ya pepo hufunguliwa, lakini vile vile milango ya jahannam yote hufungwa, na hata mashaitani na maibilisi wote huwa wanafungwa minyororo. Kwa maana kwamba kuna maana gani pale? Kuna maana kubwa kwamba Waislamu ni muda maalum wa kwenda kujiweka karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufanya ibada mbalimbali, kwa sababu ukifanya ibada ndani ya mwezi wa Ramadhani thawabu zake ni adhimu mno, ni kubwa mno. Laiti mtu akitekeleza ibada ya faradhi moja tu ndani ya mwezi wa Ramadhani, ibada hiyo thawabu zake zinakuwa ni nyingi zaidi. Ili thawabu kama hizo aje azipata akiwa nje Ramadhani, anatakiwa aitekeleze ibada hiyo mara 70. Kwa maana kwamba mtu akitekeleza faradhi moja analipa thawabu 70. Kwa ukubwa wake ni huo. Kwa tujiandae na mwezi wa Ramadhani. Sisi kama waumini wa Masjidi Taqwa tumejiandaa vizuri kwa ajili ya kupokea mwezi wa Ramadhani kwa ibada mbalimbali. Hapa tuko Masjidi Taqwa Singida. Waumini wa Masjidi Taqwa Singida tunaswalia hapa ibada zetu zote za tarawehe na ibada zingine zote, Idi na kadhalika. Kwa ya kusema ni mengi, lakini kiufupi ni kwamba Ramadhani iko mbeleni. Muda sio mrefu tutaingia kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo sisi tumejiandaa kikamilifu. Tunamuomba tu Allah Subhanahu wa Ta'ala atufikishe kwenye mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ili tuweze kuitekeleza ibada hiyo na ili tuweze kunufaika na ibada zinazopatikana ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sambamba na hayo, Mahasin TV imepata nafasi ya kufika katika kituo cha afya cha Mzalendo na kupata nafasi ya kuzungumza na daktari mfawidhi wa hospitali hiyo juu ya funga na faida zake, na hapa anabainisha. Kwa majina mimi naitwa Daktari Saif Hassan Mkonje, ni mganga mfawidhi zahanati ya Mzalendo.
Hii Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema sumu tasihu, kwamba fungeni tupate afya au fungeni mpate afya. Sasa afya iliyozungumziwa hapa ni afya ya namna tatu. Kwanza, mtu anapata afya ya akili au afya ya kisaikolojia, lakini pili, mtu anapata afya ya mwili, lakini tatu, mtu anapata afya ya imani. Kwa hizi sehemu tatu ni muhimu sana. Afya ya akili bi maana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani mtu anapofunga anakuwa kabisa kashajiandaa kwamba sasa hivi nakwenda kukabili sehemu kubwa ya mimi kuweza kudiriki njaa, kukaa na njaa muda mrefu. Lakini akili zetu zimekuwa zina mazoea ya kula milo mitatu. Mtu anakula asubuhi, anakula mchana, anakula na usiku. Kwa hiyo watu wengi hasa sisi wa Tanzania pamoja na Afrika tunakuwa tuna taratibu mbovu za kula. Tunakula katika utaratibu ambao hatupati ushauri mwingi. Kwa hiyo vyakula vingi imeonekana vinatengeneza msongo wa sumu mwilini. Lakini pia matokeo ya msongo wa sumu mwilini, sumu hizi zinakuwa zinaleta athari katika mwili. Kwa hiyo kutokana na mtu kufunga, kama mtu alikuwa na mafuta ambayo yanazalishwa kutokana na vyakula, kama mtu alikuwa na sukari ambayo inatokana kutokana na vyakula, kama mtu alikuwa anatokana na sumu ambazo zinatapakaa, si tunaziita free radicals. Zile sumu mara nyingi huwa hazitoki na dawa. Njia pekee ya kuzitoa zile sumu au tunaita detoxification ni funga peke yake ndio inaweza ikaziondoa zile sumu. Na ndio maana katika miezi 12 tumewekewa mwezi mmoja wa kufunga kwa ajili ya kutakasa mwili. Kwa hiyo somo hili ni refu na linahitaji kidogo muda wa kuweza kulichambua, lakini tuelewe kwamba kuna maradhi hayatoki bila kufunga na maradhi haya yapo. Kwa hiyo mtu akifunga ana uwezo wa kuchoma zile sumu ambazo zinatapakaa hovyo katika mwili na kuzikausha kabisa na zikaisha. Na ndio maana wengi wetu wanaofunga, hata kama uzito ulikuwa ni mkubwa, kuna uwezekano mkubwa uzito ukapungua na mwili ukawa ni mwepesi. Kama mtu alikuwa anatoka majasho ya ajabu, kama mtu alikuwa anapata homa za hapa na pale, kama mtu alikuwa anapata mafua ya hapa na pale, kupitia tu funga yale maradhi madogo madogo yanaondoka. Lakini pia funga ni tiba ya nafsi zetu. Funga ni tiba ya imani zetu. Funga inafanya tunapata darasa la wale wenzetu ambao wanakaa na njaa muda mrefu, kwamba inatupa somo la kuona kwamba kuna watu wanakaa na njaa. Pia hawa wanaokaa na njaa, na kwa sababu sisi tunakaa na njaa kipindi kirefu, inatufunza kwamba hawa wanaokaa na njaa pia katika miezi mingine 11 inayobaki tunatakiwa tuangalie. Kwa hili ni somo la kiimani. Lakini pia funga ni muhimu kwa kila Muislamu kuweza kuzingatia haya, kwa sababu ni kitu kikubwa ambacho tunatakiwa kufanya sisi Waislamu. Kwa falsafa ya funga na afya zetu hatuwezi tukazitenganisha kwa pamoja. Nitoe wito kwa Waislamu kuweza kujiandaa vizuri, kuweza kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa namna ambavyo Mwenyezi Mungu amewajalia. Lakini kikubwa tuzingatie afya zetu. Tupime tuweze kujua kama tuna maradhi kabla hatujaukabili mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mimi natuma salamu kwa Waislamu wote duniani, lakini ndugu, jamaa na marafiki wanaonifahamu. Lakini salamu nyingi zimfikie mamangu mzazi, Mama Saif, yuko Minga, namwambia nampenda sana. Lakini pia mwisho nipende kutuma salamu kwa familia yangu na watoto wangu, lakini pia nawaambia nawapenda sana. Mahasin TV pia imepata nafasi ya kufika katika kituo cha polisi cha Mitunduruni na kupata nafasi ya kuzungumza na mkaguzi polisi wa kata hiyo, na hapa anabainisha mambo ya kiusalama yatakayokuwepo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa majina naitwa mkaguzi msaidizi wa jeshi la polisi Salumu, ni mkaguzi kata wa kata ya Mitunduruni, lakini pia ni mkaguzi kata ninayekaimu katika kata ya Minga. Awali ya yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Ningeomba leo hii nizungumzie vitu kadhaa katika kata zangu hizi mbili kama ifuatavyo.
vitu ambavyo napenda kuviasa ndani ya kuelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Moja ya vitu ambavyo napenda kuvizungumzia ni kitu ambacho ni usalama katika kata zangu hizi mbili, hususan kata hii kubwa, kata ya Mitunduruni. Mimi kama mkaguzi kata ama polisi kata ya Mitunduruni, mambo kadhaa nimeyafanya katika kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani kwenye jamii hii. Mambo ambayo niliyofanya, mojawapo ni uanzishaji wa vikundi vya ulinzi shirikishi. Vikundi hivi vya ulinzi shirikishi vitatusaidia katika ulinzi wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mfano, katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, watu huwa wanakwenda kufanya ibada maarufu ya tarawehe. Hivyo ibada hiyo hufanyika usiku sana. Hivyo sasa, baada ya kuanzisha vikundi hivi vya ulinzi shirikishi, wanajamii ama wananchi wenyewe ambao wapo katika vikundi vya ulinzi shirikishi watatusaidia kuyalinda mazingira yetu ama maeneo yetu, majumba yetu, kwa wengine ambao watakuwa wanafanya ibada kwenye misikiti. La sambamba na hilo, pia nimewaasa kuwapa elimu wananchi hao waumini wa dini ya Kiislamu watakapokuwa wametoka kwenda katika kufanya ibada hiyo ya tarawehe, basi wawe waaga majirani wao ili nao pia watoe ulinzi katika majumba yao. Tuamini kuwa uhalifu bado upo, lakini tunaendelea kuushughulikia. Mimi kama polisi kata ama mkaguzi kata niko bega kwa bega na wananchi katika kulishughulikia swala la ulinzi katika maeneo ya kata yangu. Swala la pili ni kwamba utoaji wa elimu wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mimi kama mkaguzi kata wa kata ya Mitunduruni ninaendelea kufanya utoaji wa elimu katika kata ya Mitunduruni kwenye nyumba za ibada, ikiwemo misikiti yote iliyomo katika kata ya Mitunduruni na kata ya Minga. Elimu utakazotoa ni moja ya kuzuia uhalifu ili jamii iendelee kuwa salama na amani iwepo katika kata zetu. Mimi kwa upande wangu binafsi, kama Salumu jina langu lilivyo, pia nami ni muumini wa dini ya Kiislamu. Hivyo nitakuwa ni miongoni wa watu wa kufanya ibada hiyo ili kuendelea kujiwekea maandalizi mema ya kesho. Tunafahamu ndio, hizi ni kazi kama kazi nyingine, lakini pia kila mwananchi ana imani yake. Hivi na mimi ni miongoni mmoja wa wananchi, pia imani yangu ni hiyo, naye nitakuwepo katika kutimiza lengo la kuumbwa kwangu. Asante. Moja ya salamu zangu, salamu yangu ya kwanza iende kwa mke wangu mpenzi ambaye ni Binaimati, mama watoto 4. Lakini salamu yangu ya pili itakwenda kwa mzee wangu mzazi, baba yangu mzazi. Huyu anaitwa Mzee Bakari Shapu. Salamu ya tatu itakuwa kwenye makundi kadhaa. Moja itakwenda kwa mama yangu ambaye Bi Saida Ali, lakini pili kwa dada zangu na watoto wangu kwa ujumla na Waislamu wote kwa ujumla wa kata ya Mitunduruni na kata ya Minga na Waislamu wote Tanzania na duniani kwa ujumla. Ujumbe wangu kwa Waislamu na familia yangu kwa ujumla, tufanye ibada ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia tuepuke na maasi kwa maana ya uhalifu. Uhalifu hautakiwi ndani ya nchi ya Tanzania na maasi pia Mwenyezi Mungu anayakataza. Katika muda wote ulikuwa nami Ramadhan Idilimu, niliyekuletea matukio mbalimbali kutokea hapa mkoani Singida ndani ya kipindi cha Marhaban ya Ramadhan. Kwa niaba ya wenzangu wote walioweza kufanikisha kipindi hichi, nikutakie utazamaji mwema vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان. رمضان أتراك يا شهر المحبة خالدا أم أنت طيف عابر بزماني؟ لكنك اليوم حزينا تشتكي